Hello, Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika channel hii ya CLW Mission, na leo ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametupa neema tuweze kujifunza kwa pamoja kuhusu maombi. Watu wengi wamekuwa wakifahamu maombi kama namna au njia ya kupeleka uhitaji au changamoto kwa Mungu. Na hii imekuwa ikijenga tafsiri ya neno maombi kwa watu wengi. Watu wamekuwa wakifahamu maombi kama tu njia ya kupeleka uhitaji au changamoto kwa Mungu. Na ndio maana asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakiomba pale tu wanapokuwa na changamoto, au pale tu wanapokuwa na uhitaji, au pale tu mambo ambapo yanakuwa hayajawaendea sawa. Sasa wanahitaji msaada kutoka kwa Mungu, ndipo wanakwenda kuomba. Lakini kumbe hiyo ni sehemu ndogo tu ya tafsiri ya neno maombi, ni sehemu ndogo tu ya maombi, ni part ya maombi. Lakini maombi, neno maombi lenyewe ni mazungumzo baina ya Mungu na mwanadamu. Na mazungumzo hayo si tu yaliyolenga katika kupeleka uhitaji au changamoto ya mwanadamu kwa Mungu, bali ni mazungumzo ambayo yanajenga au yanalenga kujenga ushirika na Mungu. Mazungumzo ambayo yanalenga kumtukuza Mungu. Mazungumzo ambayo yanalenga kumshukuru Mungu. Mazungumzo ambayo yanalenga kupatanisha au kujipatanisha na Mungu. Kwa hiyo maombi ni mazungumzo baina ya Mungu na mwanadamu, na si tu katika kupeleka uhitaji, bali katika kujenga ushirika, bali katika kumtukuza Mungu, bali katika kumshukuru Mungu, bali katika kupatana na Mungu na kadhalika. Hivyo watu wengi wamekuwa wakifahamu katika nyanja moja tu kama ya kupeleka uhitaji au changamoto kwa Mungu, na ndio maana wamekuwa wakiomba pale tu ambapo wana uhitaji, pale tu ambapo mambo yanakuwa hayajawaendea vizuri, au pale tu ambapo wanakuwa wana changamoto katika maisha yao. Sasa leo twende tutazame tafsiri ya maombi hii niliyoizungumza katika vipengele hivyo na faida zake kutoka katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 6. Mathayo sura ya 6. Tutazame sala ya Baba Yetu ambayo Yesu aliwafundisha wanafunzi wake pale walipomuuliza basi na sisi tusali vipi? Mathayo sura ya 6 mstari wa 9, Biblia inasema, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasameheavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Yesu aliwafundisha wanafunzi wake sala hii. Sasa sala hii imebeba mambo mengi makubwa na mapana ambayo ni tafsiri ya neno maombi. Sala hii imebeba mambo makubwa na mapana ambayo yanatuonyesha faida ya maombi. Na leo tutatazama mambo 7 kutoka katika sala hii ya Baba yetu uliye mbinguni, ambayo yanatupa tafsiri sahihi ya neno maombi na faida zake kutoka katika tafsiri hiyo ya neno maombi. Twende kwenye faida baada ya kufahamu maombi ni nini. Kama nilivyosema, ni mazungumzo baina ya Mungu na mwanadamu, lakini mazungumzo hayo hayajalenga tu katika kupeleka uhitaji, bali katika kumtukuza, kujenga uhusiano, kupatana na Mungu, kumsifu Mungu, kumshukuru Mungu. Kwa hiyo mazungumzo hayo yamebeba vitu vya namna hiyo. Sasa katika sala hii ya Baba yetu kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9, Yesu alipoambia wanafunzi wake basi ninyi salini hivi,
Baba yetu uliye mbinguni. Twende tutazame kitu cha kwanza kuhusu maombi. Maombi ni zana ya kujenga uhusiano na Mungu. Kwa hiyo umuhimu wa kuomba ni kwamba tunajenga uhusiano na Mungu. Kwa nini tuombe? Kwa sababu ni njia ya kujenga uhusiano na Mungu. Ukisoma huu mstari wa 9, Biblia inasema basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Neno Baba yetu limekaa katika kifamilia kabisa, kwamba mtoto anamwambia baba au watoto wanamwambia baba, wanamuita baba kwamba Baba yetu uliye mbinguni. Manake Mungu ni baba na sisi tu watoto wake. Kwa muktadha huo, tunapokwenda kumwomba, tunamuomba Baba yetu ambaye tuna uhusiano naye, na tunajenga uhusiano naye Baba yetu kwa mazungumzo ambayo ndiyo maombi. Sasa tunapokwenda kuomba, maana yake ni njia ya sisi kama watoto kwenda kuzungumza na Mungu ambaye ni baba yetu. Sasa mtoto ambaye huwa azungumzi na baba yake hakuwezi kuwa na uhusiano mkubwa au mzuri kama yule mtoto ambaye huwa anazungumza na baba yake, huwa wanabadilishana mitazamo na baba yake. Kwa hiyo maombi ni zana ya kujenga uhusiano na Mungu ambaye ni baba yetu. Baba yetu uliye mbinguni. Mungu ni baba na sisi ni watoto. Kwa hiyo lazima tuzungumze na baba yetu ili tuwe na uhusiano na baba yetu, ili tumfahamu baba yetu, ili tumjue zaidi baba yetu, lazima tuzungumze naye. Kwa hiyo maombi ni zana ya kujenga uhusiano na Mungu. Maombi, kuomba kunatupa kujenga au kuwa na uhusiano au kuhuisha au kuendeleza mahusiano yetu na Mungu ambaye ni baba yetu aliye mbinguni. Ndio maana Yesu akasema Baba yetu uliye mbinguni. Neno limekaa kifamilia kabisa, kwamba Mungu si mtu wa mbali huko. Ni baba ambaye ametuweka karibu na sisi tu watoto wake. Hivyo yatupasa kuwa na uhusiano na baba yetu, kuzungumza na baba yetu. Kwa hiyo maombi ndio njia ambayo inatufanya tuzungumze na huyu baba yetu, Mungu wa mbinguni. Ni upendeleo wa namna gani kuwa na baba ambaye ni Mungu muumba wa kila kitu, ni Mungu mtawala wa vitu vyote, ni Mungu ambaye katika yeye vitu vyote vilifanyika. Sasa huyo ndio baba yetu, na maombi yanatupa nafasi ya kujenga, kuhuisha, kuboresha uhusiano na Mungu. Lakini hatujaishia hapo. Tangu mwanzo Mungu alikuwa anataka ushirika na mwanadamu. Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano na sura yake. Kisoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na wa 27. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, Biblia inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Baada ya Mungu kuumba vitu vingine vyote, akasema na tumfanye mwanadamu kwa sura yetu. Na baada ya mwanadamu kuumbwa, akawekwa katika bustani. Na hapo mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adamu pamoja na Hawa wakawa wakiwa na mazungumzo au uhusiano na Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8, Biblia inasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga,
Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Hii ilikuwa ni baada ya wao kutenda dhambi kwa kukosa utii. Lakini ukiusoma mstari, kumbe unatufafanulia kwamba Mungu alikuwa na tabia au kulikuwa na utamaduni wa uhusiano baina ya mwanadamu ambaye ni Adam na Hawa pamoja na Mungu. Kwa hiyo tangu mwanzo Mungu hutaka ushirika na mwanadamu kwa sababu amemuumba kwa mfano wake. Anataka ushirika na mwanadamu. Na ndio maana hata sasa maombi ndio njia au zana ya kujenga au kusogea au kuwa na ushirika na Mungu. Na Mungu anatamani kila wakati kuwa na ushirika na mwanadamu. Na Biblia inafafanua zaidi, inasema Mungu hufika wakati anasema sisi ni marafiki wake. Mungu alimuita Ibrahimu rafiki. Ukisoma katika kile kitabu cha Isaya sura 41 mstari wa 8. Isaya sura 41 mstari wa 8. Biblia inasema, nawe Israeli mtumishi wangu, Yakobo niliyekuchagua, mzao wa Ibrahimu rafiki yangu. Yaani Mungu anamuita mwanadamu rafiki. Ibrahim alikuwa na uhusiano wa karibu na Mungu kiasi kwamba Mungu anamuita rafiki. Yaani Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu ambaye vitu vyote vilitoka kwake, yeye anamuita mwanadamu Ibrahim rafiki. Yakobo sura ya 2 mstari wa 23. Yakobo sura ya 2 mstari wa 23. Biblia inasema, maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, Ibrahimu alimwamini Mungu akahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Naye aliitwa rafiki wa Mungu. Kwa hiyo Mungu akaenda mbali mpaka anatusogeza kwamba sisi ni rafiki. Sisi ni rafiki. Mtu anaweza akasema sasa huyu aliitwa ni Ibrahimu, sio sisi. Ukisoma katika Yohana sura ya 15 mstari wa 15, Yesu mwenyewe anasema, Yohana sura ya 15 mstari wa 15. Biblia inasema, siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini mimi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Sasa Mungu anatuita sisi rafiki wake, rafiki zake. Kwa hiyo maombi ndio zana ya kujenga uhusiano na Mungu ambaye ni rafiki yetu. Ndio zana ya kujenga uhusiano na Mungu ambaye ni baba yetu. Sasa unawezaje kuwa na uhusiano na mtu, au unawezaje kuwa na rafiki ambaye hamuongei? Huyo hawezi kuwa rafiki yako. Kama huzungumzi na rafiki yako, huzungumzi, usemi naye, hambadilishani mawazo, hamkutani mkaongea, huyo hawezi kuwa rafiki yako. Marafiki lazima wawe na mtindo wa mazungumzo, mtindo wa kukutana, kusemezana. Ni kama vile mwanadamu wanavyokuwa marafiki. Wanadamu hukaa kama marafiki, wakipiga story, wakibadilishana mawazo. Sasa vivyo hivyo Mungu ni rafiki yetu. Kwa hiyo maombi yanatufanya kwenda kuzungumza na Mungu ambaye ni rafiki yetu. Tunazungumza naye Mungu ambaye ni baba yetu. Kwa hiyo maombi ndio njia ya kujenga, kuhuisha, kuendeleza uhusiano wetu na Mungu. Kwa hiyo ni maana ya kwanza na ni faida ya kwanza pia. Tunapoomba tunajenga au tunahusianisha au tunaongeza uhusiano wetu na Mungu. Hiyo ni tafsiri ya kwanza na ni faida ya kwanza na ni sababu ya kwanza kwa nini tuombe. Kwa hiyo mpaka hapo tunakuja kugundua kwamba kumbe maombi si tu kupeleka uhitaji. Kumbe si tu pale tunapokuwa na shida, ila tu ni muda wote tu, yani kila saa ukijisikia tu uzungumze na rafiki yako, uzungumze na baba yako. Yani yeye mwenyewe anataka tu twende.
Kwa ni wakati wowote tu, sio wakati una shida, una changamoto. Ni wakati wowote unapojisikia kuzungumza na rafiki yako, kuzungumza na baba yako. Ndio maana yeye anasema ombeni bila kukoma. Manake anataka kila wakati tuwe na uhusiano, kila wakati tuzungumze naye, kila wakati tuendeleze kuwa na uhusiano naye. Na tafsiri nyingine na sababu nyingine na faida nyingine ya maombi. Maombi ni zana ya kumtukuza, kumsifu na kumshukuru Mungu. Maombi ni zana ya kumtukuza, kumsifu na kumshukuru Mungu. Kwenye ile sala ya Baba Yetu, Biblia inasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Kwa hiyo maombi ni njia ya kumtukuza Mungu. Ni njia ya kumsifu Mungu. Ni njia ya kumshukuru Mungu. Luka sura ile ya kwanza mstari wa 46 na 47. Luka sura ya kwanza mstari wa 46 na 47. Biblia inasema, Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa. Maombi ni njia ya kumtukuza Mungu kwa namna alivyo. Mungu, ukuu wake, uweza wake, mamlaka yake yalivyo tu yanatufanya tumuombe kwa kumtukuza yeye. Yanatufanya tumtukuze yeye pale tunapozungumza naye kwa njia ya maombi. Kwa kuwa ni Mungu mkuu kupita miungu yote, kwa kuwa ni Mungu mwenye uweza kuliko miungu yote, kwa kuwa ni Mungu mwenye mamlaka kuliko miungu yote. Kwa hiyo kupitia maombi ambayo ndiyo mazungumzo, tunamtukuza Mungu kwamba Mungu utukuzwe, kwa kuwa wewe ni Mungu zaidi ya miungu yote na hakuna mwingine kama wewe. Maombi ni zana inayotufanya tunamtukuza na kumsifu Mungu kwamba katikati ya miungu hakuna mwingine Mungu kama wewe. Uliyepasua bahari ya Shamu, Israeli wakapita, ni wewe. Wewe uliyenifanyia mimi hiki na hiki, ukanivusha hapa na hapa. Wala hakuna mwingine Mungu anayeweza kufanya hivyo ila ni wewe. Hapo tunapoomba, tunapozungumza na Mungu, tunamsifu kwa kusema maneno haya. Kwa hiyo maombi ni zana ambayo inatuwezesha tumsifu, tumtukuze, lakini tumshukuru Mungu kwamba Bwana, ninasema asante, maana pale isingekuwa wewe nisingepita. Isingekuwa kwa mkono wako mimi nisingevuka mahali pale. Ni wewe ndio uliyeniwezesha. Maombi ni njia inayotuwezesha kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ametufanyia. Kupitia mazungumzo haya ambayo ni maombi, tunamshukuru Mungu. Kupitia mazungumzo haya ambayo ni maombi, tunamtukuza Mungu. Kupitia mazungumzo haya ambayo ni maombi, tunamsifu Mungu kwa yale ambayo anafanya. Tunamtukuza Mungu kwa namna alivyo mkuu, Mungu wa ajabu. Tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo anahusika katika maisha yetu, kwa namna anavyotutetea, kwa namna anavyotupigania, kwa namna anavyohusika katika maisha yetu. Kwa hiyo maombi si tu kupeleka uhitaji. Tunaona tafsiri nyingine ya maombi kwamba ni zana ya kumtukuza, kumsifu na kumshukuru Mungu. Kupitia mazungumzo haya baina ya Mungu na mwanadamu ambayo ndiyo maombi, mwanadamu anamtukuza Mungu, mwanadamu anamsifu, mwanadamu anamshukuru Mungu. Hiyo ni faida ya pili, kwamba tunapoomba tunamtukuza, tunamsifu, lakini tunamshukuru huyu Mungu ambaye ni rafiki, ni baba yetu. Tunamtukuza huyu Mungu ambaye ni mkuu kuliko miungu yote. Tunamsifu huyu Mungu kwa namna anavyotenda katika maisha yetu. Kwa nini tuombe? Kwa sababu tunatakiwa kumtukuza Mungu, tunatakiwa kumsifu Mungu, tunatakiwa kumshukuru Mungu kila wakati, kwa sababu katika mambo ambayo anafanya, hata mengine ni nje ya uwezo wetu, nje ya fahamu zetu, hayaelezeki. Uzima tu tulionao,
yatupasa tumshukuru Mungu. Yaani kila unapoamka yakupasa kumshukuru Mungu. Kupasa kusema Mungu asante. Hapo unazungumza na Mungu, tayari upo katika kumshukuru Mungu, tayari ni maombi. Tayari unazungumza na baba yako kwamba Baba, ninakushukuru. Kwa hiyo maombi ni zana ya kutukuza, kumsifu na kumshukuru Mungu. Na faida ya tatu au tafsiri ya tatu au sababu ya tatu kwa nini tuombe. Maombi ni zana ya kualika uwepo wa Mungu. Maombi ni zana ya kualika uwepo wa Mungu. Kisoma ile zena sala ya Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ufalme wa Mungu uje, uwepo wa Mungu utamalaki. Ndio maana ya kitu hiko, uwepo wako utamalaki. Kwa hiyo kupitia maombi tunaita, tunaalika, tunakaribisha uhusiano na uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Kupitia maombi, mtu ambaye ni muombaji anakuwa amezingirwa na uwepo wa Mungu nyakati zote. Yaani nyakati zote uwepo wa Mungu unakuwa ni kwa kiwango kikubwa katika maisha yake, kwa sababu ni mtu ambaye anaomba, na maombi ni zana ya kualika au kuita au kukaribisha uwepo wa Mungu, ufalme wako uje. Nyakati zote mtu ambaye ni muombaji, uwepo wa Mungu unakuwa katikati yake. Uwepo wa Mungu unakuwa umemzingira. Nasikiliza, uwepo wa Mungu unapokuwa umekuzingira, hakuna kitu chochote kibaya ambacho kinaweza kupata nafasi, maana Mungu anakuwa ametamalaki, amezingira pande zote. Hebu tuangalie Danieli sura ya 6 mstari wa 10. Danieli sura ya 6 mstari wa 10. Daniel sura ya 6 mstari ule wa 10. Biblia inasema, hata Daniel alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake alikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake, kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Tunafahamu stori hii au habari hii kwamba ilipigwa marufuku kuhusu kuomba, na yeye Danieli baada ya kusikia katazo hilo ndio kwanza akaongeza maombi, ndio kwanza akaongeza, ni akachochea kiwango chake cha maombi. Sasa kadiri unavyochochea kiwango cha maombi, uwepo wa Mungu unakuwa umekuzingira kwa kiasi kikubwa, unakuwa umezingirwa kwa kiasi kikubwa. Tazama, baadaye Danieli anatupwa katika tundu la simba. Sikiliza, anatupwa katika tundu la simba, mtu ambaye amezingirwa na uwepo wa Mungu, mtu ambaye tayari muda wote yeye anatembea na uwepo wa Mungu, kwa sababu ni mtu ambaye anaomba kila wakati, anaomba, maisha yake yamejengwa katika msingi wa maombi. Anatupwa Danieli katika tundu la simba, na wale simba hawakumzuru. Uwepo wa Mungu unapotamalaki mahali popote, hakuna kitu chochote kibaya kinachoweza kuingilia au kuharibu au kubomoa au kukuumiza, kwa sababu nguvu ya Mungu inakuwa imekuzingira pande zote. Maombi yanafanya uwepo wa Mungu utuzingire pande zote. Mtu muombaji anazingirwa na uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu unaposhuka, vitu vya ajabu hutokea. Kama hapo simba tunawafahamu simba, lakini Danieli anatumbukizwa katika tundu la simba, alafu simba hawamzuru. Simba wenye njaa hawamzuru kwa sababu ya uwepo wa Mungu ambao umemzunguka. Mtu ambaye alikuwa ni muombaji kweli, muombaji ametoka kupiga maombi, uwepo wa Mungu uko pande zote. Simba hawakumzuru. Uwepo wa Mungu unapozingira, kuna watu walishinda vita kwa sababu tu ya uwepo wa Mungu ambao ulishuka. Yehoshafati, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 20. Wana wa Yuda wanashinda vita kwa sababu ya uwepo wa Mungu. Walipoimba wakasifu, uwepo wa Mungu uliposhuka, adui zao wakapigana wao kwa wao, wakageukiana wao kwa wao kupigana. Watu wakashinda vita kwa sababu tu ya uwepo wa Mungu umeshuka.
mambo mabaya watu walikuwa wamekusudia kwenda kuwashambulia, lakini uwepo wa Mungu kwa kuwa umewazingira, maadui zao wanajikuta wanashambuliana wao kwa wao. Sikiliza, unapokuwa mtu wa kuomba, unapokuwa muombaji, uwepo wa Mungu unapokuzingira, adui wakati wote huwa anatuwazia mabaya, anakusudia mabaya, lakini uwepo wa Mungu unapokuwa umekuzingira pande zote, hata yale mabaya anayoyakusudia Mungu huyaepusha, Mungu yaondoa, kwa sababu anakuwa ametuzingira pande zote, kwa sababu uwepo wake unakuwa umetamalaki. Sisi kwetu tunakuwa ni burudani tu, hatuoni yale ambayo yako adui amekusudia yanatulenga, kwa sababu uwepo wa Mungu umetuzingira. Tunapoomba tunakuwa salama katika uwepo wake, tunakuwa na furaha na burudiko katika uwepo wake, kwa sababu uwepo wa Mungu unaleta faraja, uwepo wa Mungu unaleta burudani, uwepo wa Mungu unaleta ulinzi, uwepo wa Mungu unaleta ushindi. Kwa hiyo mtu ambaye ni muombaji, uwepo wa Mungu unakuwa umemzingira kila wakati anakuwa amezingirwa na uwepo wa Mungu. Na uwepo wa Mungu unapokuwa karibu yako, unapokuwa umekuzingira, unapokuwa na wewe, Mungu anapokuwa na wewe kila wakati, je, jambo gani linaweza kuja kinyume chako na likakushinda? Je, makusudio gani ya adui yanaweza kukushinda na wakati uko na Mungu mkuu aliyefanya vitu vyote, aliyeumba vitu vyote? Hakuna kitu ambacho kitasimama mbele yako. Mungu akiwa upande wetu, je, ni nani aliye kinyume chetu? Sasa ili uwe mtu wa kujisifu namna hiyo, kusema Mungu akiwa upande wangu, ni nani aliye kinyume changu? Kuwa mtu wa kuomba, kwa sababu uwepo wa Mungu unakuwa umekuzingira. Una uwezo wa kujisifu ya kusema Mungu yu upande wangu, uwepo wa Mungu umenizingira. Nani anaweza kuja kwenda kinyume changu na akafanikiwa? Hakuna makusudio ya adui au silaha yoyote iliyofanyika ambayo adui ameikusudia itafanya mpenyo au itafanikiwa katika maisha ya mtu ambaye ni muombaji, kwa sababu anakuwa amezingirwa na nguvu ya Mungu. Hiyo ni faida, tafsiri, lakini sababu ya kwa nini tuombe. Tunazidi kupanua sasa ufahamu wetu kwamba kumbe maombi si tu tunapokuwa na shida, inabidi tuombe kwa sababu uwepo wa Mungu unakuwa katikati yetu. Na unapokuwa katikati yetu tumeziona faida zake. Na namba 4, sababu ya 4, umuhimu wa 4, faida ya 4, tafsiri ya 4 ya neno maombi. Maombi ni zana au ni njia ya kupatana au kupatanisha mapenzi yetu na ya Mungu. Ni zana au ni njia ya kupatanisha mapenzi yetu na mapenzi ya Mungu. Wanadamu huwa kuna mambo ambayo tunataka yaende kama sisi ambavyo tunataka, na Mungu huwa kuna mambo ambayo anataka yaende kama yeye anavyotaka. Sasa je, tunafanyaje ili wote tuweze kwenda, ili sisi wanadamu twende sambamba na mawazo au mpango au mapenzi ya Mungu katika maisha yetu? Kwa sababu sisi ndio wa kumfuata yeye, sio yeye kutufuata sisi. Ila wakati mwingi wanadamu tumekuwa tukitaka sasa Mungu ndio aje upande wetu, afuate mapenzi yetu, si sisi tufuate mapenzi yake. Ndio maana tunakuta watu wenye kugonga mwamba pale tunapokuwa na mipango yetu inagonga mwamba, kwa sababu tunataka mapenzi yetu ila si mapenzi ya Mungu. Lakini maombi ni zana ya kupatanisha mapenzi yetu na mapenzi ya Mungu. Ndio anasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mapenzi yako yatimizwe. Yesu mwenyewe alisali hivi. Ukisoma Mathayo sura ile ya 26, Mathayo sura ya 26 mstari wa 36. Mathayo 26 sura ile ya 36. Biblia inasema, kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Getsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli
akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Walikuwa kwenye wakati mgumu ambao anajiandaa kwenda kuukabili msalaba. Ni jambo ambalo kimwili lilikuwa ni zito sana, lenye maumivu makali. Lakini maombi ya Yesu akasema, walakini mapenzi yako yatimizwe, si kama mimi nitakavyo, ila mapenzi yako yatimizwe. Huyo ni Yesu ambaye aliomba hivyo. Sasa maombi ndio njia ya kutufanya sisi kupatanisha mapenzi yetu na mapenzi ya Mungu. Sisi hatujui dakika moja mbele, sekunde moja mbele, wiki moja mbele, lakini Mungu anaujua mwisho kabla ya mwanzo. Naye ana mapenzi bora, au anatuwazia mambo sahihi kuliko hata sisi vile ambavyo tunaonavyo. Na mapenzi ya Mungu ndiyo yanatakiwa yatimie, sio sisi tumlazishie Mungu afuate mapenzi yetu sisi. Sasa wakati mwingi tunataka Mungu ndio aje upande wetu, sio sisi kwenda upande wake. Na hapo ndipo tunapojikuta tunafeli katika mambo mengi, kwa sababu tunataka mapenzi yetu yatimie na si mapenzi ya Mungu. Kumbe tunatakiwa tuombe. Tunapoomba tunasema, mapenzi yako yatimie hapa duniani kama huko mbinguni. Tunapoomba ndipo pale ambapo tunahusianisha mapenzi yetu na mapenzi ya Mungu. Katika maombi ndipo pale ambapo unahusianisha mapenzi yako na mapenzi ya Mungu, kwamba Mungu, mimi nina hili, lakini si kama mimi nitakavyo, bali wewe Mungu utakavyo. Unaomba kuhusianisha mapenzi yako na mapenzi ya Mungu. Maombi ndiyo njia, ndiyo zana ya kupatanisha mapenzi ya mwanadamu au mapenzi yetu na mapenzi ya Mungu. Kupitia kuomba ndipo pale tunamwambia Mungu, tunazungumza na Mungu kwamba Mungu, tuna mpango huu, tuna jambo hili, tuna jambo hili na hili, tuna 1, 2, 3. Lakini wewe Mungu ndio unayejua, ndio mwenye mpango bora kuliko hata sisi. Ndiye Mungu ambaye unatutawala sisi, na wala sisi si mali yetu wenyewe. Kwa hiyo mapenzi yako wewe ndiyo yatimie katika maisha yetu, si kama sisi tupangavyo haya, bali wewe Mungu ambaye unatukusudia mambo mema, ambaye unatufikiria mawazo ya amani, ambaye mapenzi yako ni sahihi, basi yatimizwe. Kwa hiyo tunaomba ili kuhusianisha mapenzi yetu na mapenzi ya Mungu, ili tuhakikishe tunaenda katika lile kusudi ambalo Mungu ametuandalia. Si tunajiendea katika kusudi au mapenzi yetu. Tunapoomba tunahusianisha makusudi yetu na makusudi ya Mungu, kwamba tunaenda, Mungu, tuna hili na hili, wewe Mungu unalionaje? Mungu pale katika maombi. Ndio maana katika maombi tunasema ni mazungumzo. Hatuongei peke yetu tu, Mungu huwa anajibu, anasema na sisi. Kwa hiyo ni mazungumzo. Ndipo Mungu anapokuonesha, fanya hiki, fanya hiki, kwa sababu tunazungumza. Kwa hiyo tunajikuta tunaenda katika mpango, katika kutimiza mapenzi ya Mungu, si mapenzi yetu wenyewe kama tutakavyo, kwa njia ya maombi, kwa njia ya mazungumzo na Mungu. Tunapomwomba Mungu anatujibu, anasema nasi katika maombi. Tunapomwomba Mungu, tunapozungumza na Mungu Baba yetu kwamba tuna hiki na hiki, yeye anatuonesha mapenzi yake kwamba mimi nataka mfanye hiki, mimi nataka uenende hivi, katika hiki ndipo mwanangu utafika pale unapopataka. Njia hii ndio sahihi, sio hii. Fanya hiki, sio hiki. Fanya biashara hii na sio hii. Ndivyo Mungu anavyotaka tuenende katika mapenzi yake. Kwa hiyo maombi yanatufanya kuhusianisha mapenzi yetu na mapenzi ya Mungu. Yanatufanya tuanze kutembea katika lile kusudi ambalo Mungu anataka tutembee. Kupitia maombi, kupitia kuzungumza na Mungu. Tumesema hapo awali, Mungu ni baba yetu. Yeye anakuwa na mipango. Sasa tunapoenda kwake, tunapokuwa na mtindo wa kuzungumza naye, ndipo tunapomtambua na kujua, kumbe Mungu anataka tufanye hiki. Kumbe Mungu anasema hiki, kwa sababu ni mazungumzo naye. Mungu husema
tunapoomba. Kwa hiyo tunakuja kutambua kumbe Mungu anataka tutende hiki na sisi tulikuwa na hiki. Kumbe tuende hivi kama yeye anavyotaka. Ni kwa njia ya maombi. Kwa hiyo maombi ni zana ya kuhusianisha mapenzi yetu na mapenzi ya Mungu. Sasa twende tutazame faida nyingine, tafsiri nyingine na sababu nyingine. Maombi ni zana ya kupeleka mahitaji yetu kwa Mungu. Hapa sasa ndio tumefika eneo ambalo watu wengi wanafahamu maombi kwa njia hii tu. Si kwamba ni makosa, hapana, ila kama nilivyosema mwanzo ni sehemu tu ya tafsiri ya neno maombi. Kwa maombi ni zana ya kupeleka mahitaji yetu kwa Mungu. Mathayo 7:7 inaanza, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, ombeni nanyi mtapewa. Kwa hiyo maombi ni zana ya kutuwezesha sisi kupeleka mahitaji yetu, yale mambo ambayo tunaona tunayataka katika maisha yetu, yale mambo ambayo ni magumu kwetu, yale mambo ambayo tunahitaji Mungu aingilie kati, ahusike, atufanyie, atutendee. Basi tunakwenda kuzungumza naye. Ni kama vile baba ambavyo anamfuata mtoto, ambavyo anamfuata baba kwamba baba, nina shida na hiki na hiki, naomba nisaidie. Watoto huenda kuwaomba baba zao fedha. Baba, nina shida, nataka ninunue labda nguo, au nina shida, nataka ninunue labda kitu fulani, nina shida ya kitu fulani cha shule natakiwa ninunue. Kwa hiyo anaenda anamuomba, anapeleka uhitaji wake kwa baba yake. Ndio hivyo hivyo kwa Mungu. Tunapeleka uhitaji wetu kwa Mungu ambaye ni baba yetu, kwamba tuna hiki na hiki, baba tusaidie, tupatie hiki. Ombeni nanyi mtapewa, Biblia imesema. Hebu tutazame mfano kutoka katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 na 11. Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 10 na wa 11. Biblia inasema, naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani mwake. Tunafahamu pia kisa hiki cha mwanamke huyu ambaye alikuwa ni Hana, ambaye hakupata bahati ya kuwa na mtoto kwa muda mrefu sana, lakini mke mwenzake alikuwa akiwa na watoto na alikuwa akimsengenya au akimsema vibaya kutokana na yeye kukosa watoto, jambo ambalo lilikuwa likimuumiza sana. Na ndipo akaenda kwa baba yake, akaenda kwa Bwana Mungu, akasema, ikiwa utalitazama teso la mjakazi wako. Akaenda kumuomba Mungu, kupeleka haja au uhitaji wake kwamba, Bwana, mimi ninahitaji mtoto, nimechoka na mambo haya, nimechoka na masengenyo haya, nimechoka na shida hizi. Basi wewe Mungu ingilia kati, naomba unipatie mtoto. Na ukiendelea kusoma story hii mbele, tunaona ndipo akapatikana mtoto ambaye ni Samuel. Mungu akampatia haja yake huyu mwanamke ambaye ni Hana. Kwa hiyo maombi ni njia ya kupeleka uhitaji wetu kwa Mungu, yale mambo ambayo tunataka Mungu tufanyie hiki, Mungu tufanyie hiki. Na ndio tafsiri, na ndio watu wengi wamefahamu hapo. Ni sahihi sana na ni sahihi kabisa. Ni njia ya kupeleka mahitaji yetu kwa Mungu, na tunapomuomba Mungu hutupatia mahitaji yetu. Umesema, ombeni nanyi mtapewa. Twende tutazame faida nyingine au umuhimu mwingine au sababu nyingine kwa nini tuombe. Maombi ni zana ya kupatana au kujipatanisha na Mungu kupitia toba.
Sala ile ile ya Baba yetu uliye mbinguni inasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamee makosa yetu kama sisi navyo tuwasamehavyo waliotukosea au wadeni zetu. Kwa hiyo maombi ni zana inayotuwezesha kujipatanisha na Mungu kwa njia ya kuomba toba, kwa njia ya toba. Katika maombi huwa tunaomba, Baba tusamee, Baba tusamee, kwa sababu mara nyingi tunamkosea Mungu kwa kujua au hata kwa kutokujua. Kwa hiyo kupitia maombi, kwa nini tuombe? Kwa sababu katika maombi tunakwenda kujipatanisha na Mungu. Faida ya kuomba, tunapoomba tunapatana na Mungu Baba yetu. Tunarejea tena katika uhusiano ambao yamkini uliharibika kupitia kutenda makosa. Ila tunapoenda kuzungumza na Baba yetu kwamba Baba tusamehe kwa njia hii ya maombi, basi hapo tunarejea tena katika uhusiano ulio bora na Mungu, kwa sababu Mungu anatusamehe. Tunapoenda kwa moyo mkunjufu kwamba Mungu nimekosa, Mungu ni rehemu, Mungu nisamehe, basi Mungu tusamehe. Lakini hii ni kwa njia ya maombi. Tunapokwenda kumuomba Mungu, tunaomba toba, tunapatana na Mungu ambaye ni Baba yetu, ni Mungu, ni rafiki yetu. Kisoma katika kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14. Biblia inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kwa ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe. Kwa hiyo katika maombi tunapoomba tunatubu dhambi zetu kwa Mungu, kwamba Baba, tunahitaji tena kurejea katika uhusiano bora na wewe. Yale tuliyokukosea tusamehe. Na Mungu mwenyewe anasema, ikiwa tutaomba na kuacha yale ambayo tunaona ni mambo mabaya yanaharibu uhusiano wetu na Mungu, basi Mungu yu tayari kutusamehe. Hii ni kwa njia ya maombi. Kwa hiyo maombi ni zana. Maombi ni zana ya kutupatanisha na Mungu kupitia toba. Na ya mwisho ya 7, maombi ni zana ya kuruhusu Mungu kuingilia maisha yetu. Kuruhusu Mungu kuingilia, kuinterfere katika maisha yetu. Kuna mambo ambayo tunahitaji Mungu mwenyewe aingilie kati. Kuna mambo ambayo akili zetu zinafika mwisho, hatujui hata la kusema, lakini pale tunapokuwa watu wa kuomba, Mungu huwa anaingilia kati. Mambo mengine ambayo hata hatujaanza kuyaona ya kwamba yangekuja kutuathiri, lakini kumbe Mungu tayari alishayaona, na yeye anaingilia kati, na yeye anatukinga kwamba yasije yakatudhuru sisi. Pale tunapokuwa watu wa maombi, watu wa kuomba, Mungu anakuwa anaingilia kati, anajihusisha sana na mambo yetu, mambo magumu ambayo wakati mwingine hatujaanza kuyaona bado, na kumbe angetufikia, yangetuathiri sana, lakini Mungu yeye kwa kuwa anaona tokea mbali, anaingilia kati mwenyewe. Kwa hiyo maombi ni zana ya kumruhusu Mungu kuingilia kati katika mambo mbalimbali, kuachilia ulinzi wake katika mambo mbalimbali, kutoa ukombozi katika mambo mbalimbali ambayo adui mwovu nakuta amekusudia kutuharibu, amekusudia mabaya. Lakini kwa kuwa tu watu wa maombi, watu waliojenga uhusiano na Mungu, watu wanaoishi katika uwepo wa Mungu, watu wenye ushirika na Mungu kwa njia ya maombi, basi Mungu anaingilia kati na kuweza kuachilia ulinzi wake, kutoa ukombozi wake, kutufunika, kutulinda, kututunza na yale mambo ambayo adui alikuwa ameyakusudia. Hii ni kwa njia ya maombi, pale tunapokuwa watu wa kuomba. Kwa maombi ni zana ya kuruhusu Mungu kuingilia kati katika mambo yetu ambayo yamkini tusingeliona mpenyo wenyewe,
na yamkini hata hatujatambua kama yangetokea, lakini kwa kuwa ni watu wa maombi, basi Mungu anaingilia kati. Ukisoma katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 12, tunaona kukamatwa kwa Petro, kawekwa gerezani, lakini tunaona kanisa ambavyo lilikuwa likiomba. Kanisa lilikuwa likiendelea kumwombea Petro, kuomba kwa ajili ya Petro, kuomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Petro akatoka gerezani katika namna ambayo ni ya kushangaza. Hata yeye mwenyewe akajiuliza, je, ninaota ama? Hebu tusome Petro Matendo ya Mitume sura ya 12. Sura ya 12 mstari wa 6. Biblia inasema, hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakalinda gerezani. Yaani umeona ulinzi ambao huko amelala, amefungwa minyororo na walinzi wa kutosha mbele ya mlango wakilinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikimulika mle chumbani. Akampiga Petro ubavuni, akamwambia akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo, kisha akamwambia, jivike nguo zako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Yaani namna Petro anavyokombolewa gerezani mpaka yeye mwenyewe haelewi. Hivi ninaota ama ninafanya nini? Na wakati mwingine hata sisi huwa tunafikia wakati Mungu anatenda mambo mpaka tunasema hivi, ninaota, hivi ni mimi huyu ama ni nani? Ndiyo kama Petro anavyoona. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chumba na kuingia mjini kuingilia mjini ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Kiendelea mbele utaona Petro anarudi na watu ambao pia walikuwa wanaomba, wakamfungulia mlango, akaingia ndani na kukawa na furaha tele. Lakini ukisoma hii habari yote unaona kanisa lilikuwa likiomba, watu walikuwa wakiomba. Ukombozi wa Petro unatokea kwa sababu ya watu walikuwa wamesimama katika maombi wakimuomba Mungu. Mungu akaingilia kati mwenyewe, sehemu ambayo ukifikiria kwa akili ya kawaida yani mtu amefungwa minyororo, amewekwa katika lindo la kwanza, walinzi ni wengi, mlango wa kwanza, mlango wa pili, mpaka kufikia mlango mkuu, unatokaje? Lakini Petro anatoka mpaka yeye mwenyewe anasema, hivi ninaota ama ni nini? Ndio wakati ambao mtu ambaye ni muombaji ambaye ni mtu anadumu katika maombi wakati wote, kuna mambo Mungu anaingilia kati mpaka mwenyewe unasema, hivi ni mimi? Hivi hii imekuaje? Sababu Mungu hufanya mambo zaidi ya vile tunaomba na zaidi ya vile tunawaza. Kwa hiyo maombi ni zana inayomfanya Mungu au inayomkaribisha Mungu kuingilia kati mambo yetu ambayo ni magumu, ambayo kwa akili zetu tusingeliweza kuyafanya, na wakati mwingine hata hatufahamu kama yangelitokea, ila Mungu anayaingilia kati huko yaliko. Hata sisi tunakuja kuona kumbe kulikuwa kuna jambo fulani ambalo lilikuwa lingenikuta mimi na lingeniathiri kwa kiasi kikubwa, lakini Mungu tayari anakuwa ameishaingilia huko awali. Hiyo ni faida ya maombi. Hiyo ni tafsiri ya maombi, kumruhusu Mungu kuingilia kati mambo yetu. Hiyo ni faida ya maombi. Hiyo ni tafsiri ya maombi. Hiyo ni kwa nini tuombe. Kwa hiyo mpaka kufikia hapa tumepanua sasa tafsiri ya neno maombi kutoka katika ufahamu wa kuona kamba ni zana ya kupeleka tu uhitaji kwa Mungu au ni njia ya kupeleka tu uhitaji kwa Mungu, bali kuona kama ni zana ya kudumisha au kujenga uhusiano na Mungu, zana ya kumtukuza, kumsifu na kumshukuru Mungu, zana ya kualika uwepo wa Mungu, zana ya kupatanisha mapenzi yetu na mapenzi ya Mungu, zana ya kuomba mahitaji yetu kwa Mungu, zana ya kupatana na Mungu kwa njia ya toba,
na dhana ya kumruhusu Mungu aweze kuingilia kati katika maisha yetu. Kwa hiyo kwa kuona umuhimu huu, hiyo ikutie shauku mtu wa Mungu kwamba yakupasa uombe. Biblia inasema dumuni katika kuomba, kesheni mkiomba. Mara nyingi imesema, mara nyingi neno kuomba limetamkwa. Kesheni mkiomba. Tumesoma hapa hata Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake, je, hamkuweza kukesha nami hata saa moja? Sasa hapo Yesu amesema saa moja. Lakini kuna mtu ambaye maombi kwake imekuwa ni mpaka ifike Jumapili. Yaani yale ya kanisani pale ndo anakutana nao, au labda maombi ya chakula. Yaani anaposema Mungu bariki chakula hiki, amen. Yaani yeye ndio hayo yamekuwa maombi. Sasa je, utakuwaje na uhusiano na Mungu kwa maombi ya namna hiyo? Sasa je, utamruhusuje Mungu aingilie mambo yako kwa maombi ya namna hiyo? Sasa je, utatembeaje katika uwepo wa Mungu wakati wewe hutaki kuwa na uhusiano naye? Ni mambo ya kushangaza sana. Lazima tujenge mazingira, lazima tujenge utamaduni wa kuwa na maombi. Maombi iwe ni sehemu ya maisha, na ndivyo inavyotakiwa. Maombi ni sehemu ya maisha ya muamini. Maombi ni sehemu ya maisha ya Mkristo. Si tu kuomba wakati una shida, si tu kuomba wakati labda wa jambo fulani gumu ambalo unatafuta mpenyo, bali ni kuomba wakati wote. Ombeni bila kukoma. Maana ya tafsiri bila kukoma manake bila kuacha. Yaani kila wakati unaomba, kila wakati unaomba, kila wakati unaomba. Yaani wewe kuomba ni maisha yako. Napenda msemo mmoja, yani mtu mmoja alisema, a day without prayer, a day without power. Yani siku moja bila maombi ni siku ambayo huna nguvu. Kwa sababu maombi ndio yanaleta uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ndio nguvu, ndio silaha yetu. Kwa hiyo siku moja tu bila maombi, huyo mtu kwake anaiona kama siku moja bila maombi ni siku moja ambayo amepungua kiwango cha nguvu yake. Sasa tukifika katika kiwango cha kufikiria hivyo kwamba siku moja isipite hujaomba, kwamba ikipita manake umepita, huna nguvu siku hiyo. Ukifikia katika mtazamo huo, haitapita siku hata moja bila kutafuta uso wa Mungu, bila kumuomba Mungu. Ni kweli tunafanya kazi, ni kweli kuna mambo mengi dunia hii ya leo ambayo kila mtu anachakalika huku na huku, lakini ikiwa tunapata muda katika mambo yetu, basi tuwe na muda. Sio kutenga muda tu kwa ajili ya Mungu, yani eti haka kama muda ndo yawe ni maisha yetu. Kuwa na muda wa maombi, kuwa na muda wa kuzungumza na Mungu Baba yetu. Kuwe na muda wa kujenga uhusiano, wa kudumisha uhusiano na Mungu ambaye ni Baba yetu. Kwa sababu yeye ndio anayetupa hata kazi tulizonazo, yeye ndio anatupa. Fedha na dhahabu ni mali yake, na yeye humpa yeyote atakaye. Akiamua kuchukua anachukua. Lazima tuwe na uhusiano mzuri na huyu Mungu wetu. Hatuwezi tukaleta kisingizio kwamba hatuna muda. Hapana. Muda upo, isipokuwa hatujaamua kumuomba Mungu. Isipokuwa hicho tunatumia kama kigezo ama kisingizio tu. Lakini mtazame mtu wa namna hii ambaye huwa anasema hana muda, pale anapokutana na changamoto, pale maisha yanapompiga, huwa anapata muda wa kwenda kuomba Mungu kwamba Mungu nifanyie mpenyo hapa. Ni kwa sababu ana shida, muda unapatikana. Ila akiwa anavyo, basi muda ndo anaona hana. Na ndio maana wakati mwingine Mungu huashindwa kubariki baadhi ya watu, au hushindwa huacha kuwapa watu vitu. Kwa sababu anapokupa kitu kinakulevya, kinakufanya hata umsahau Mungu. Kumbe Mungu anataka uwe na uhusiano naye. Tengeneza uhusiano na Mungu. Unapokuwa na uhusiano na Mungu, vitu vingi utavipata kwa Mungu. Siri nyingi utazifahamu kutoka kwa Mungu. Mambo makubwa na magumu usiyoyajua, yeye atakujulisha. Tengeneza utamaduni wa kuwa na mazungumzo na Baba yako. Tengeneza utamaduni wa kuwa na ushirika na Baba yako. Tengeneza utamaduni wa kuwa na ushirika na rafiki yako Mungu. Tengeneza mazingira ya kuzungumza kila wakati na Mungu, kumshukuru, kumtukuza.
mazingira ya kumfanya Mungu uwepo wake ukuzingire, mazingira ya kufanya Mungu aingilie kati mambo yako. Ni pale tu ambavyo utakuwa mtu ambaye maombi ni sehemu yako ya maisha. Kama vile huwezi kupita siku ujala, huwezi kupita siku ujanywa maji, basi iwe maombi ndiyo sehemu yako. Isipite siku hujaomba hata dakika tano. Mtu atakwambia hana muda, wiki zima kwa dakika 5 kumwomba Mungu, anasema hana muda, kazi zimembana. Lakini je, huyu aliyekupa hiyo kazi umemkosea hata dakika 5? Unafuata kazi yako? Tuyatazame mambo haya kwa mapana zaidi, ili baraka tulizonazo zisiharibu uhusiano wetu na Mungu, bali ziwe chachu ya sisi kusogea zaidi kwa Mungu wetu. Tengeneza mazingira, tengeneza utamaduni wa maombi kuwa sehemu ya maisha yako, mtu wa Mungu. Nawe utaziona baraka za Mungu, nawe utaona uhusiano wa Mungu na wewe ukidumu, nawe utaona Mungu akijishughulisha na mambo yako, nawe utaona uwepo wa Mungu wa tofauti katika maisha yako pale unapokuwa na uhusiano mzuri na huyu Mungu Baba yetu. Mungu akubariki sana, na hongera kwa kusikiliza somo hili. Na mpaka sasa nadhani utakuwa umepata tafsiri pana na umejifunza kwa mapana, na kadiri Mungu Roho Mtakatifu alivyokusaidia kuelewa na kukufundisha zaidi na kukufunulia zaidi, nadhani haupo kama ulivyokuwa hapo mwanzo sasa, bali umefahamu kwa undani zaidi kuhusu maombi. Na Mungu akubariki sana, uwe na siku njema. Hii ni CLW Mission. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mungu akubariki sana.